Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Mchana wa leo, mwisho wa Mange Kimambi unaonekana kuwadia. Heka, kelele na fujo zimeshuhudiwa leo nje ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania jijini Dar es Salaam, huku Watanzania au baadhi ya Watanzania wakiandamana kwa amani nje ya ubalozi huo kwa kutaka ama kuita ubalozi wa Marekani kumkamata Mange Kimambi huko aliko haraka iwezekanavyo. Kabla ni kuonyeshe zaidi au ni kujuze mengi zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha subscribe. Yadala kuhusu ushawishi wa wanaharakati wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania umezidi kushika moto na kuwa mkali leo baada ya kundi la wananchi wa Dar es Salaam kukusanyika kwa amani nje ya ubalozi wa Marekani na kutaka mwanaharakati maarufu wa Tanzania Mange Kimambi kuweza kukamatwa mara moja. Mkusanyiko huo leo nje ya ubalozi wa Marekani, ingawa ulikuwa wa amani, uliashiria kufadhaika kuongezeka miongoni mwa sehemu ya watu wanaoamini kuwa kampeni zake za mtandaoni zenye ushawishi zimechangia kuongezeka kwa mivutano mashinani. Tukio hili, mtazamaji, limeibua mijadala mikali leo mtandaoni na nje ya mtandao wa kijamii, na pia limeibua maswali kuhusu mipaka ya wanaharakati wa kidijitali, uwezo wa uhamasishaji mtandaoni na majukumu ya washawishi wanaoongoza hadhira kubwa. Kulingana na waliokuwepo katika ubalozi huo leo jijini Dar es Salaam, machapisho ya Mange Kimambi akitaka maandamano makubwa yalihimiza maelfu ya vijana wa Tanzania kuingia mitaani, ambapo wengine walijeruhiwa na wengine kuuawa. Pia walishawishika kuwa ni sehemu ya vuguvugu la mabadiliko ya kijamii, ambapo Mange Kimambi ndiye aliyewahimiza na kuwachochea kuandamana. Mange Kimambi sasa hivi huenda akakamatwa wakati wowote baada ya mkusanyiko huu mkubwa mchana wa leo nje ya ubalozi wa Marekani, ikitakiwa aweze kukamatwa huko aliko Marekani. Baadhi ya wananchi waliotembelea kukusanyika nje ya ubalozi huo leo Dar es Salaam walizungumza kwa hisia juu ya vijana wanaodaiwa kupoteza maisha baada ya kupigwa risasi wakati wa migogoro hiyo ambayo Mange Kimambi aliichochea, na kusisitiza kuwa majanga hayo yanadhihirisha athari kubwa za ujumbe wa mtandaoni kwa watu walio katika mazingira magumu. Walisema kwamba mtu aliye na ushawishi kama huo lazima afikirie kwa uangalifu kabla ya kutoa miito ya hadharani ambayo inaweza kuhatarisha maisha. Nje ya ubalozi huo wa Marekani leo, watu kadhaa walidai waziwazi kwamba Mange Kimambi akamatwe au achunguzwe kwa kile walichokitaja kuwa kuchochea fujo kupitia mifumo ya kidijitali. Walikubali haki yake ya kutoa maoni ya kisiasa, lakini walisisitiza kwamba ukubwa wa ushawishi wake ulihitaji uwajibikaji zaidi wa kibinafsi. Ujumbe wao ulikuwa kwamba mtu yoyote anayetumia mitandao ya kijamii kuhamasisha hatua za halaiki lazima atambue jinsi mikusanyiko kama hiyo inavyoweza kuenea na kuwa makabiliano makali kwa kundi hili. Kutafuta uangalizi wa kigeni ilikuwa ni njia ya kuongeza wasiwasi wao na kusisitiza uzito wa hali hiyo. Hata hivyo, watu hao au Watanzania hao leo nje ya ubalozi huo wametaka Marekani au serikali yake kumkamata Mange Kimambi na kumleta Tanzania ili aweze kufunguliwa mashtaka na kufungwa. Wito wa kukamatwa kwake ulitawala mkusanyiko huo leo, huku baadhi ya washiriki wakihoji kuwa washirika wa kimataifa wanapaswa kuzingatia jinsi wanaharakati wa kidijitali unavyoweza kuchangia machafuko na vifo katika kuendeleza demokrasia. Ingawa hawakutoa ushahidi wa moja kwa moja unaomhusisha Mange Kimambi na matokeo ya kikatili, hoja yao ilijikita katika imani kwamba ushawishi wa Mange Kimambi lazima uje na uwajibikaji na anafaa kukamatwa. Licha ya Watanzania au baadhi ya Watanzania hao kukusanyika nje ya ubalozi wa Marekani leo wakitaka Mange Kimambi akamatwe huko Marekani, kwa sasa ubalozi huo wa Marekani bado haujatoa taarifa rasmi au habari yoyote kujibu kuhusiana na mawasilisho yao Tanzania hao. Lakini tukio hilo leo limezua mazungumzo ya kitaifa kuhusu uhuru wa kujieleza, udhibiti wa kidijitali na wapi pa kuweka mstari kati ya wanaharakati na uchochezi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii jijini Dar es Salaam wanasema kipindi hiki kinaonyesha nguvu inayokuwa ya mitandao ya kijamii nchini Tanzania katika kuunda mawazo ya umma na ushiriki wa kisiasa. Nafasi za kidijitali zimekuwa majukwaa ambapo masimulizi yanaenea kwa kasi sana zaidi kuliko media ya jadi za kiserikali inavyoweza kuitikia.
hivyo basi kuruhusu washawishi kufikia mamilioni ndani ya dakika chache. Wachanganuzi wanabainisha kuwa mabadiliko haya yamewezesha wananchi, lakini pia yameleta udhaifu mpya na uchochezi, kwani habari potofu, maudhui ya hisia na ripoti ambazo zijathibitishwa mara nyingi husambazwa bila kukaguliwa. Nchi wanahoji inahitaji haraka mazungumzo mapana ya kitaifa kuhusu jinsi ya kutumia ushawishi wa kidijitali au mtandao kwa usalama na kwa uwajibikaji. Wataalamu wa haki za kidijitali au za mtandao wanaonya dhidi ya kumlaumu mtu yoyote, hata awe Mange Kimambi, kwa vurugu zilizotokea mitaani. Wanaeleza kuwa matokeo kama hayo mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa mivutano ya kisiasa, mihemko ya umati wa watu na vitendo vya vikosi vya usalama wakati wa makabiliano. Mzozo huu wa hivi punde nje ya ubalozi wa Marekani wa kutaka Mange Kimambi akamatwe pia unaungana na mjadala wa muda mrefu kuhusu historia ya Mange Kimambi ya wanaharakati wa kidijitali au mtandaoni. Kwa miaka mingi, Mange Kimambi amejiweka kama mkosoaji mkubwa wa serikali ya Tanzania, hasa hii ya Samia Suluhu, akitumia majukwaa yake kufichua madai ya dhuluma, kuongeza malalamiko ya upinzani na kuhamasisha wafuasi wake kwa mambo mengi. Wakosoaji wake wanahoji kuwa mara nyingi hutumia lugha ya uchochezi inayohimiza ukaidi, huku wafuasi wake wakimsifu kwa kupinga mfumo wa kisiasa wanaouona kuwa wenye vikwazo. Mgawanyiko huu umemfanya kuwa miongoni mwa sauti zenye ushawishi mkubwa na mgawanyiko mkubwa pia katika mazingira ya kidijitali ya Tanzania. Hasira ya umma juu ya ghasia zilizozuka wakati wa maandamano ya hivi majuzi ya uchaguzi ilifanya uchunguzi upya kuhusu uhusiano kati ya wanaharakati wa mtandaoni na machafuko hayo ya mitaani. Katika matokeo ya awali yaliyoripotiwa katika mizunguko ya awali ya habari, baadhi ya maandamano yaliyokuzwa mtandaoni yalikabiliwa na majibu mazito kutoka kwa vikosi vya usalama na kusababisha majeraha, kukamatwa na makabiliano. Vipindi hivi vimechochea mijadala kuhusu iwapo mitandao ya kijamii imekuwa kichocheo cha kukosekana kwa utulivu na amani au nyenzo muhimu kwa wananchi ambao sauti zao zinahisi kupuuzwa na taasisi za kitamaduni. Mtazamo wa serikali ya Samia Suluhu wa upinzani wa kidijitali pia umekabiliwa na ukosoaji, hasa kutoka kwa mashirika ya haki za kiraia na kibinadamu ambayo yanahoji kuwa Tanzania bado haijatengeneza mifumo wazi ya kudhibiti makutano kati ya harakati za kidijitali na utulivu wa umma. Ziara au mkusanyiko huu wa wananchi wa Dar es Salaam katika ubalozi wa Marekani kumtaka Mange Kimambi akamatwe iliangazia swala pana zaidi kuhusu uaminifu. Ni kwa kiasi gani Watanzania wanaamini kwamba taasisi za ndani zina vifaa vya kushughulikia matatizo yao. Baadhi ya wachambuzi wanasema uamuzi wa kukata rufaa kwa ujumbe wa kidiplomasia wa kigeni unaonyesha kuchanganyikiwa na njia za ndani za uwajibikaji. Katika ufafanuzi wa awali, wanaharakati walionya kwamba isipokuwa serikali itaimarisha uwazi na mawasiliano, wananchi wengi zaidi wanaweza kupitia taasisi za ndani na kutafuta uangalizi wa kimataifa wanaposhughulikia masuala ya kitaifa. Wakati huo huo, mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii yanasalia kuwa na mgawanyiko mkubwa. Wafuasi wa Mange Kimambi sasa wanahoji kwamba hapaswi kuwajibika kwa vitendo vya waandamanaji, haswa wakati vikosi vya usalama vinashutumiwa kujibu kwa nguvu isiyo sawa. Wanadai kuwa jaribio la kumchora kama kichocheo cha vurugu na maandamano hayo wanadai ni mkakati wa kisiasa unaolenga kunyamazisha upinzani. Wapinzani hata hivyo wanashikilia kuwa ushawishi wake ni mkubwa mno kupuuza na kusisitiza kwamba ujumbe wake wa makabiliano unachangia kuongezeka kwa mvutano huo.